kiribu sakaya narabusa bumbu ipura masaya kang tafuta namna Mungu ya kueleza shida zangu. Haleluya. Ninakukaribisha mtu wa Mungu katika kipindi cha leo ambacho ni kizuri. Jina la Mungu katika hapa na mwalimu Emmanuel Mkonga huduma ya wote. Karibu sana. Somo letu la leo linakwenda kwa kichwa cha habari kinasema tumechagua kuambatana. Umechagua kuambatana na nani? Tuna kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Inasema kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Nabii Amosi anaanza kwa kuuliza swali. Je, watu wawili wanaweza wakatembea pamoja isipokuwa wamepatana? Kwa maana hiyo ni kwamba hakuna watu waweze kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Nini maana yake? Watu wengi leo wamekosa baraka za Mungu na kujikuta wanapata hasara kwenye maisha yao kwa sababu ya kutembea au kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yao. Watu wengi tumekuwa na changamoto ya kukwama mara kwa mara, ya kufeli mara kwa mara, ya kutokuona mkono wa Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu ya kuwa tunaambatana na watu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yetu. Kwenye Biblia wako watu wengi wanatufundisha na Mungu anatufundisha kwa sehemu mbalimbali namna ambavyo watu walitembea pamoja na wakapata balaa, na watu wengine waliamua kujitenga na kutembea sasa na maagizo ya Mungu na wakafanikiwa. Twende kwenye maombi then turudi kwenye somo letu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wakati huu. Karibu katikati yetu Roho Mtakatifu, tufundishe na kutufunulia siri za mbinguni. Ukatuelekeze Roho Mtakatifu, maneno yakawe ni uzima kwa wale wanaosikia, katika jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, katika dunia ambayo tunayo leo ya sasa teknolojia, kuna mambo mengi sana katika ulimwengu wa roho. Na shetani pia amejipanga vikali kuhakikisha kwamba wale watu waliobeba kusudi la Mungu hawafanikiwi. Watu waliobeba hatima kubwa kwa ajili ya watu wengine, watu waliobeba mambo makubwa kwenye maisha yao hawafanikiwi. Kwa hiyo shetani atatumia kila aina ya tekniki na mbinu kuhakikisha anawawini hawa watu au anawapata hawa watu ili aweze kuangusha. Moja ya tekniki ambayo shetani huwa anaitumia ili kuangusha watu waliobeba hatima au watu waliobeba kusudi kubwa la Mungu, huwa anawatumia watu kama marafiki kwenda kuwaangusha. Nisikize kwa makini. Moja ya njia ambayo shetani huwa anaitumia ili kuwaangusha watu waliobeba hatima au waliobeba makusudi au wenye kitu kikubwa cha kimungu au waliobeba hatima za dunia, huwa anawatumia watu ambao sio sahihi kwenye maisha yao ili kwenda kuwaangusha. Kwa mfano, Samsoni aliyekuwa amebeba hatima ya wana wa Israeli. Baada ya kuwa na mbinu zote zimeshindikana na Wafilisti, wamejaribu kila njia wakashindwa. Biblia inasema kwamba Wafilisti wakamtumia Samsoni Delila. Walipomtumia Delila, akaenda akamwangusha Samsoni. Nini maana yake? Watu waliobeba hatima kwenye maisha huwa wanawindwa na shetani kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu shetani anajua kufanikiwa kwa watu hao ni kumwangusha yeye kwa asilimia kubwa. Kwa sababu hiyo anatumia kila mbinu yaweze kuangusha watu wa namna hii. Sasa moja ya mbinu ambazo adui anazitumia kuangusha watu waliobeba hatima au waliobeba makusudi makubwa ni kuwakutanisha na watu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yao. Yaani maana yake shetani anaandaa mtu ambaye anakuja na kuletea kwenye maisha yako. Wewe unaweza ukamwona kama rafiki, unaweza ukamwona kama ndugu wa karibu, unaweza ukamwona kama business partner, unaweza ukamwona kama schoolmate, my BFF na kadhalika. Kumbe adui amekusudia kuja kukuangusha kupitia mtu huyo. Sasa hili somo limekuja rasmi kukuhabarisha na kukujuza vitu kadhaa ambavyo unaweza ukaamua kufanya leo hii au kufanya saa hii ili kuhakikisha kwamba haupati hasara juu ya machaguo yako ya marafiki au watu ukomatana nao. Twende kwenye kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza. Toa Mungu funua kitabu cha Zaburi sura ya kwanza. Yes, kitabu cha Zaburi sura ya kwanza. Utaona kitu Mungu anatuambia kitabu cha Zaburi sura ya kwanza. Inasema kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani penye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana usiku.
naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo mtu huyu litafanikiwa. Biblia inasema tena, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Nini maana yake? Hapa Biblia tukumbusha kwamba ana baraka yule mtu asiyekwenda katika ushauri wa watu wasio haki, alafu yule mtu ambaye akiti kwenye baraza, akai kwenye baraza la watu wasio haki, la watu wenye mizaa. Heri mtu huyu, mtu asiyeketi kwenye baraza. Nini maana yake, mtu wa Mungu? Ukiambatana na watu ambao wasio haki na ukaambatana na kundi la watu wanaoketi barazani kwenye mizaa, maana yake ni kwamba umechagua fungu la kutokufanikiwa. Nisikize kwa makini. Hata kama Mungu alikuwa amekusudia mambo makubwa kwenye maisha yako, hata kama Mungu alikuwa ameweka vitu vikubwa ndani ya maisha yako, ile kuambatana na watu wasiokuwa sahihi, kwenda katika shauri lao, kukaa katikati yao, unakutolea nafasi ya kwako mbele za Mungu kuikosa ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Sikiza kwa makini. Ile Mungu amekukusudia mambo makubwa, amekukusudia baraka kubwa, amekukusudia hatima kubwa, amekupangia mambo makubwa. Ile Mungu amekusudia yote kwa ajili yako, yanaweza yakaondoka yoyote mara moja tu, endapo kama mtu huyu aliyekusudiwa mambo makubwa na Mungu namna hii ataketi katika baraza la watu wenye mizaa, baraza la watu wasio haki, na ataenda katika shauri la watu wasio haki. Lakini anasema bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Nini? Mungu anafafanua mtu wa namna gani huwa anatembea naye. Mungu huwa anatembea na mtu ambaye sheria ya Bwana ndio inampendeza. Nini? Kanuni za kimungu, kanuni za kiroho, ule utaua wa Ukristo, namna ambavyo tumejichagulia kama Wakristo kuishi na kuenenda katika taratibu za Kikristo. Mungu anapendezwa na watu wa namna hiyo, wanaoketi katika shauri la Mungu, watu ambao waendi katika mashauri mabaya, watu ambao waketi katika mabaraza mabaya, watu ambao wanaketi katika shauri la Mungu. Mungu huwa anajivunia watu hao, na kwa sababu hiyo Mungu anaamua kutembea na kuwabariki. Anasema heri mtu asiyekwenda katika shauri hiyo sio haki, wala kuketi barazani penye mizaa, bali sheria ya Bwana ndio inampendeza mtu huyu, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Unapoongelea mchana na usiku, mtu wa Mungu, tunazungumzia tunagawa masaa 24 mara 2. Unapoongelea mchana na usiku, unagawa asubuhi saa 1 mpaka saa 12 na saa 1 mpaka saa 10 mpaka saa 11 na usiku. Kwa hiyo maana yake kutwa nzima ya usiku na kutwa na ile usiku kucha, haya masaa unamtafakari Mungu. Mungu anapendezwa na watu wanaomtafakari mara nyingi. Nini maana yake? Watu wa namna hii, Biblia inasema kwamba heri watu hao. Kwa sababu gani? Watakuwa sawa na mti uliopandwa kando ya kijito cha maji. Nini maana yake? Maana yake watu wasiokwenda katika shauri la wasio haki, watu wanaoketi barazani penye mizaa, hata kama ni Wakristo, wana ahadi za Mungu. Kitu ambacho ninakisoma kitawapata. Anasema sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya mwenye haki, bali njia yao wasio haki itapotea. Nini, mtu wa Mungu? Unapoambatana na watu wasio haki, unapokaa katika baraza la watu wenye mizaa, Biblia inasema njia yako itapotea. Kila aliyezaliwa anayo njia yake. Kila aliyezaliwa anayo njia yake. Kwa maana hiyo, haijalishi Mungu amekusudia mambo makubwa namna gani, au Mungu amepanga vikubwa namna gani, Mungu amekusudia mambo mengi namna gani. Sikiza, unapoingia katika baraza la wasio haki, unapoambatana na wale watu wanaoenda katika shauri la watu wenye mizaa, maana yake nini? Vyote vile vinafutika na unaanza kwenda kwenye njia nyingine. Bila kwamba njia yao itapotea. Wakati njia wasio haki inapotea, na wewe njia yako inapotea. Ndio maana wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna baadhi ya mambo mengi yalikwenda vizuri maisha yako, baada ya kuwa umeungana kwenye maisha yako na kina fulani na fulani na fulani, ukashangaa unaanza kupoteza mwelekeo wa maisha. Ulikuwa ni mtu mwenye future, unaona future inaanza kupotea. Ulikuwa ni mtu mwenye mawazo mazuri, mawazo yameanza kupotea. Ulikuwa ni mtu mwenye ndoa njema, unashangaa ndoa inaanza kuharibika. Ulikuwa ni mtu unaenda kanisani vizuri na huduma nzuri, shangaa huduma imeanza kupotea. Nini? Marafiki. Umeingia kwenye baraza la watu wenye mizaa, umeenda katika shauri la watu wasio haki, umekaa huko. Ukikaa huko, my dear, nini? Njia yako inapotea. Sasa mtu wa Mungu,
Nataka tuzungumze kitu kimoja kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 6. Wakorinto wa pili ile sura ya 2 mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 6. Biblia inasema 6:14. Biblia inasema kwamba msifungwe nila pamoja nao wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Mtu wa Mungu, Biblia inasema msifungwe nila. Nila ni nini? Nila ni kitu ambacho kinakufunga na mtu mwingine ili mtembee pamoja. Wale watu wanaojua kulima wanafahamu kwamba ng'ombe huwa anafungiwa nila na ng'ombe mwenzake, wanatembea pamoja. Kwa hiyo huyu hawezi kwenda kushoto wala kulia, wote watembea pamoja. Nini maana yake? Kufungiwa nila na mtu asiamini, mnaingia makubaliano ya pamoja kufanya kitu pamoja na mtu asiamini. Mnaingia katika ushirika wa kutembea pamoja kwa jambo fulani pamoja na mtu asiamini. Kwa mfano, unaingia kwenye biashara let's say na mtu asiamini. Mtu wa giza, wewe ni mtu wa nuru, unaingia mtu wa giza kwenye biashara ya pamoja. Una expect kitu gani? Unajua kabisa huyu mwenzako mtu wa giza atakushawishi kwenda kwa mganga wa kienyeji kuongeza wateja kwenye biashara yake. Na wewe kanisani unaambiwa kwamba hapana, kwa waganga tunapiga magoti. Kutakuwa na kusintofahamu. Ukifungiwa nila na mtu asiamini, kuna hasara. Na ndio maana Paulo wa Korinto anawaambia msifungiwe nila pamoja na watu wasioamini. Hakuna urafiki kati ya giza na nuru. Hakuna urafiki kati ya haki na uasi. Hakuna. Hapajawahi kuwa na ushirika kati ya mtu aliyeamini na asiamini. Ndio maana unaweza ukashangaa katika dunia leo, unaweza ukashangaa ni binti ni Mkristo wa kanisani lakini anaolewa na mtu ambaye sio Mkristo, anaolewa na Muislamu, anaolewa na Mroma, ni Katoliki, anaolewa na mtu asiye hajaokoka. Na watu wengine wanaona kama ni sawa, na hautaambiwa sehemu yote kwamba si sawa, na kwa sababu makanisa sasa yameshakuwa yamepoa. Kwa hiyo unaweza ukaenda kanisani na ukaonekana ukachukuliwa poa tu. Nini maana yake? Hakuna hakuna ushirika kati ya binti aliyokoka na Mkristo na kijana ambaye hajaokoka. Hakuna ndoa, hakuna agano, hakuna nila namna hiyo. Haipo. Mafundisho mengine yote ni kudanganyana na kuongeza tu washirika kanisani na labda mchungaji kupata sadaka na mapenzi yake mwenyewe. Lakini hakuna ndoa ya namna hiyo ya mtu aliyeamini na asiamini. Anatuambia Paulo msifungiwe nila. Okay. Hata kwenye biashara ni hivyo. Usikae kwenye nila, msikuingie makubaliano, msifanye mapatano yanayolenga faida na mtu asiyeamini. Kwa nini? Kwa sababu hakuna urafiki, hakuna ushirika. Mtu wa Mungu, kuna hasara kubwa kama utaamua kuingia kwenye makubaliano na mtu asiyeamini. Na kuna hasara kubwa kama utaamua kutembea katika njia na watu wasioamini. Kuna hasara kubwa na kuna kilio kikubwa kama utaamua kushikamana na watu wasioamini. Na ndio maana Biblia inatuonya, inasema msifungiwe nila pamoja na watu wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Mtu mwingine anaweza akauliza, je, kuwa na rafiki ambaye hajaokoka ni dhambi? Mtu anaweza kuweza kuwa na rafiki ambaye hajaokoka ni dhambi? Kuwa na rafiki ambaye si Mkristo mwenzangu, si Pentecost, sio Mlutheri, sio mti, ni dhambi? Sio dhambi. Kuwa na rafiki ambaye hajaokoka si dhambi. Biblia haitukatazi kuwa na marafiki ambao hawajaokoka. Tena inatuhimiza kuwaweka karibu watu ambao hawajaokoka. Yamkini kupitia tabia zetu na utumishi wetu tukawashawishi, tukawavuta kwa Kristo, wakaona kuwa Kristo ni mwema. Inaturuhusu. Biblia inatukataza kuambatana pamoja na watu ambao hawajaokoka, kushikamana pamoja na watu wasiokoka. Hapana ushirika kati ya nuru na giza. Hapana biashara. There is no business between darkness. Na hakuna ushirika, hakuna relationship, hakuna mahusiano, hayapo. Na ndio maana mtu wa Mungu, kuna hasara kubwa sana kama utaamua kutembea na kushikamana na watu ambao hawajaamini, aidha katika biashara au katika ndoa au katika maagano yoyote yale. Jua kabisa hapo unachokitafuta ni maumivu yasiokuwa na mwisho. Sasa mtu anaweza akauliza swali,
Je, tunazuiwa kushirikiana mambo ya kijamii? Mambo ya kijamii na watu ambao hawajiamini? Hapana. Tunatakiwa tushiriki mambo ya kijamii pamoja na watu ambao hawajiamini, na ndivyo Kristo anatuagiza. Twende kwenye kitabu cha Luka 10:25. Luka 10:25. Kitabu cha Luka 10:25. Anasema, natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Fanya hivi nawe utaishi. Nini maana yake? Ukimpenda Bwana Mungu wako kwa kila kitu chema, kwa akili, kwa moyo, kwa mawazo yako yote, alafu ukampenda na jirani yako kama nafsi yako, tayari unaishi. Nawe utaishi. Nini maana yake? Kuna uzima katika kufanya vizuri. Kuna uzima katika kuishi na majirani zetu vizuri. Sikiliza mtu wa Mungu, kuna baraka katika kuishi na majirani zetu vizuri. Haijalishi umeokoka, ni mtumishi wa Mungu, labda una maisha mazuri sana au hauna maisha mazuri, una fedha. Kuna baraka ya uzima katika kuishi na majirani zetu vizuri, katika kuishi na jamii zetu vizuri. Na ndio maana Yesu akamwambia yule mmoja wa wanasheria kwamba fanya hivyo na wewe utaishi. Nini maana yake? Mpende Bwana Mungu wako kwa mali zako zote, akili zako zote, na nguvu zako zote, na umpende na jirani yako kama nafsi yako. Ukifanya hivyo utaishi. Kinyume na hapo ni vice versa, hautaishi. Ukichukizana na majirani zako, ukichukizana na Mungu, hautaishi. Kwa sehemu nyingine mimi nasema, utawezaje kumpenda Mungu usiyemuona alafu ukamchukia mwanadamu unayemuona? No, wewe ni mwongo. Ni welaya. Huwezi kumpenda Mungu usiyemuona, ukalia kwa Mungu usiyemuona, lakini jirani ambaye unamuona ukamchukia. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba fanya hivyo nini? Tuwapende majirani zetu, tuishi nao. Lakini anakuja anashuka chini, anasemaje? Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivyo na ukaishi. Naye akitaka kujidai, haki ilimuuliza Yesu. Akitaka kujidai alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu na kufa. Kwa sababu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo walipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote atakachogharimiwa zaidi mimi nitaporudi nitakilipa. Waonaje katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Yesu anatupa mfano mzuri sana. Kuna mtu mmoja alikuwa anaenda akaangukia kwa majambazi, wakampiga, wakamuumiza nusu ya kufa. Akapita kuhani, akapita askofu mahali pale, mtu wa Mungu mwenye dini, anavaa vizuri, watu wanamtumainia. Akampita yule mtu aliyekuwa ameumizwa. Lakini pia akapita mchungaji, akapita Walawi, akapita mchungaji mahali pale, naye akapita pembeni hakumsaidia. Lakini akapita mtu asiyekuwa na dini, mtu wa mataifa, mtu ambaye katika wakati wa Uyahudini wanamtenga, wanamwona kama si kitu, akamhurumia. Sikiliza, yule mtu aliyekuwa ameumia alishindwa kuhurumiwa na askofu,
alishindwa kuhudumiwa na Walawi, makuhani walishindwa, watu wa dini walishindwa, watu wa Mungu walishindwa, lakini watu ambao wa mataifa ambao walionekana kama si wa Mungu waliweza kumhudumia. Nini maana yake? Jirani ni mtu yeyote ambaye anaweza akakufaa au wewe ukamfaa mwenzako wakati wa shida, wakati wa uhitaji. Huyo ndio jirani. Wakati umepungukiwa, wakati unahitaji msaada, wakati unahitaji kushikwa mkono, yupi anayekukimbilia? Yupi unayemkimbilia? Huo ndio ujirani. Ujirani sio kukaa karibu. No. Ujirani sio kupigiana simu. No. Ujirani ambao Mungu anazungumzia ni ule wakati una shida, mtu anakukimbilia. Wakati mtu ana shida unamkimbilia. Na naongea nawe hapa mkiro na jirani yako. Kama jirani yako akipata shida unafurahia, basi sio jirani na umepungua. Kama ni Mkristo, kuna mahali hatuendi, kuna mahali hautaenda, kuna mahali hautamuona Mungu, kwa sababu hii sheria ya kumpenda jirani yako kama nafsi yako umeikiuka, haipo. Kwa hiyo unaposema unampenda jirani yako kama nafsi yako, ni pale ambapo jirani yako anapata shida, wewe unakimbilia kwenda kumsaidia kuitatua na sio kumcheka. Ni pale ambapo jirani yako amepata maumivu, wewe unakuwa sehemu ya hayo maumivu na sio kwenda kumtangaza. Ndio jirani ambao Kristo alizungumzia mahali hapa. Kwa maana hiyo tunaruhusiwa kushirikiana na majirani hata kama hawajaokoka, hata kama ni dini nyingine. Tunashirikiana katika mambo ya kijamii. Ambacho Kristo anatukataza ni kuambatana. Hakuna ushirika. Hiyo likae kabisa. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna ushirika. Hakuna ushirika. Kunaweza kuwa na urafiki, kunaweza kuwa na mazungumzo mazuri, kunaweza kuwa na upendo na amani, lakini hakuna kuambatana. Hatuwezi kuambatana. Hatuwezi kuambatana na jirani yangu. Yeye ana imani nyingine, mimi na imani nyingine. Tutaongea sawa, tutafanya vizuri, tutachangiana michango sawa, kama ni michezo, vikoba, kama ni vitu vingine ukafanya sawa ambavyo havina maagano, lakini vitu vya kimapatano, vya kimaagano hatuwezi kwenda pamoja na mtu ambaye hajaamini. Hatuwezi kwenda pamoja. Kwa maana hiyo nini? Ni muhimu uweze kuseti vipaumbele ili uweze kuwa mtu mwenye mafanikio. Vipaumbele gani? Vipaumbele vya kuchagua nani wa kuambatana naye. Sasa haraka mambo muhimu ambayo yatakayokusaidia kutafuta watu wazuri wa kuambatana nao. Mambo muhimu ambayo yatakusaidia kuwatafuta watu wazuri wa kuambatana nao. Jambo la kwanza, tafuta watu ambao imani yenu ya kumwamini Mungu ni moja. Ukitaka kuolewa, tafuta mtu ambaye imani ya kumwamini Mungu ni moja. Hakuna ndoa kati ya watu wanaoamini miungu miwili. Huyu anaamini huku, anaamini, hamna ndoa namna hiyo. Au ni ujanja na uwenyeji. Hakuna ndoa namna hiyo. Kwa hiyo tafuta watu mnaoamini Mungu pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ili muweze kutembea pamoja lazima mmepatana. Lazima ndio Amosi 3 anasema, Amosi 3 kwamba watu hawezi kutembea pamoja ikiwa hajapatana. Kwa hiyo cha kwanza mpatane kwenye imani. Asije kuwa mwenzako anaenda kwa waganga au anaenda kanisani. Mkija mkawa pamoja kutakuwa na conflict katika ulimwengu wa roho. Hamtakuja kuelewana. Na kama mtaanzisha biashara, wewe unaenda kwa kanisani, mwenzako kwenda kwa waganga, hiyo biashara haitastawi. Itakuwa na anguko kubwa. Kwa maana hiyo, kabla hujafanya chochote, hujaamua kuambatana na mtu yote kwenye maisha yako, cha kwanza chunguza imani yake. Anamwamini Mungu na anaamini Mungu kwa namna gani? Mwingine amina muamini Mungu lakini bado ana mambo mengine ya pembeni. Hakikisha umejiridhisha kinaga ubaga juu ya imani yake na juu ya imani yake kwa Mungu na juu ya utumishi wake kwa Mungu. Kwa hiyo hakikisha mnamwamini Mungu pamoja katika imani, mnashiriki meza ya Bwana pamoja, mnaomega mkate wa Kristo pamoja. Mtu wa namna hiyo ukimpata akawa rafiki yako, mnaweza kuambatana. Lakini mtu wa pili, mtu wa pili, hata kama mna imani moja, hata kama mna imani moja, licha ya kwamba wao hata kama mna imani moja, licha ya kwamba wao watanufaika na uwepo wako kwenye maisha yao, lakini hakikisha na wewe unanufaika na uwepo wao kwenye maisha yako. Yaani unaita 50-50 situation. Yaani mnapokuwa na mtu mmeambatana pamoja, hakikisha yeye ananufaika kutoka kwako na wewe unanufaika kutoka kwake. Usije tu unanufaika kutoka kwake unamnyonya, unamexploit. No,
wewe uwe na kitu cha kumpatia, lakini yeye ana kitu cha kupatia kwenye maisha yako. Mkiwa namna hiyo mtatembea vizuri. Nini? Wakati umepunguka sehemu fulani, yeye atakujaza. Wakati kapunguka sehemu fulani, wewe utamjaza. Ukiwa na mapatano namna hiyo na ushirika namna hiyo, licha hapo tayari mna imani moja. Nazungumzia watu wenye imani moja. Wote ni Wakristo, tunaomega mwili wa Kristo, tumepita kwenye mwamba wa roho, tumekenywa kikombe cha Bwana, wote ni wamoja. Hasa inayofuata, hakikisha unaweza kuna kitu cha kukipata kwa huyo mtu unayeambatana naye. Utavuna kitu, usiende tu kuambatana na mtu ambaye mwisho wa siku unajua ni hasara tu, story tu, mnapiga story, umbea na kusengenya, na mtajikuta mnaangukia kwenye mambo mabaya. Kwa hakikisha unaenda kuambatana na mtu ambaye unajua kwa huyu nitapata jambo fulani, na yeye kwangu anaweza kupata jambo fulani. Biblia inasema kwa habari ya Mathayo, tuone kitabu cha Mathayo sura 19 mstari wa 27. Mathayo 19 mstari wa 27. Yaani niangazie kwa vizuri. Mathayo 16:27. Mathayo 19:27. Mathayo 19:27. 19:27. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Basi Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa mwisho, na walio mwisho watakuwa wa kwanza. Nini maana yake? Petro alikuwa anauliza, kuna win-win situation. Petro alimuuliza Yesu, sisi tumeacha vitu vyetu, tumeamua kuambatana na wewe, tutapata nini kutoka kwako? Yes, kwa sababu Yesu alikuwa anapata kitu kutoka kwa wanafunzi. Hawezi toka kwa huduma ya Yesu ilivyokuwa huduma kubwa, asingeweza kufanya huduma peke yake. Isingewezekana. Lazima alitakiwa kuwa na watu wa pembeni kama wasaidizi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anapata kitu kutoka kwa wanafunzi. Anaweza kuwa kweli apati vitu vikubwa sana, lakini alikuwa anapata kitu. Ndio maana hakuna huduma inaweza kusimama hata kama mchungaji na upako na mwagika na mafuta mengi. Hakuna huduma inaweza kusimama na mchungaji peke yake. Hakuna. Hata mchungaji awe na nguvu, hakuna. Huduma yoyote lazima isimame na watu wengi. Na ndio maana pamoja na hivyo Yesu Kristo, pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, kwenye huduma yake alisimama na watu wengine. Tunaona mitume 12 walikuwa upande wa Yesu wakifanya kazi pamoja na Yesu. Nini? Yesu alikuwa ananufaika kwa wale mitume, alikuwa anawatumia katika shughuli zake za kihuduma. Lakini pia nao mitume walibidi waulize kwamba sisi tumeacha, sisi kwako tutapata nini? Yesu akamwambia, hata hapa mjapoteza. Kwanza kabisa mbinguni mna viti vyenu. Kuna watu mbinguni wana viti vyao. Akamwambia, nyinyi mbinguni mna viti vyenu 12, mtahukumu kabila 12 ya Israeli. Lakini sio tu, hata hapa duniani mtapata mara 100. Mtapata mara 100. Nini? Petro alikuwa anauliza kwa habari ya win-win situation. Mimi ninapoacha vitu vyangu naambatana na wewe, napata kitu gani? Mtu wa Mungu, nisikize kwa makini. Nisikize kwa makini. Usikubali kuambatana na mtu ambaye unajua kwake hautapata kitu chochote. Usikubali. Ni hasara. Usikubali kuwa na rafiki ambaye unajua kwake hautapata kitu chochote. Ni heri kukosa rafiki. Lakini kama umeamua kuwa na rafiki, basi hakikisha yule rafiki yako mnafika naye na mnabadilishana vitu. Yeye anakupa na unakupa. Katika hali kama hiyo utakuwa umejipatia rafiki kwanza Mkristo, lakini pia unaweza kuwa na rafiki wenye faida. Sasa nini kibaya? Kitu gani kinatokea pale ambapo unaamua kuambatana na mtu asiyekuwa muamini? Unaamua kuambatana na mtu ambaye hajaokoka. Yako madhara mengi sana ambayo watu waliamua kuambatana na watu ambao hawajamwamini Kristo au hawajaokoka, wakajikuta wameanguka vibaya sana. Mfano wa kwanza ni Samsoni. Samsoni aliamua kuambatana na Delila kwenye maisha yake. Samsoni hali akijua kwamba yeye ni mbeba maono. Samsoni hali akijua kwamba anabeba kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Lakini Samsoni aliamua kutokusikiliza wazazi na kuambatana na mwanamke Delila. Kumbe Delila alikuwa amekuja kwa Samsoni kwa hila ili amwangushe Samsoni. Matokeo yake nini? Matokeo yake Delila alishinda. Kwa nini? Kwa sababu shetani ni mtu wa hila. Mtu wa Mungu, nimesema pale mwanzo kwamba ukiwa umebeba maono, una vision kubwa kwenye maisha yako,
lazima moja ya kitu ambacho adui atakivinda kwako ni kukuangusha. Atakuangushaje? Atakuletea watu wasio sahihi kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama unajijua wewe ni mbeba maono, kama unajijua una vision, hakikisha unachunguza sana watu wa kutembea nao kwenye maisha yako. Hakikisha unachunguza sana rafiki gani anafaa kwenye maisha yako. Tofauti na hapo, hayo maono hayatatimia na utaanguka. Samsoni pamoja na maono makubwa ambayo Mungu aliweka ndani yake na nguvu nyingi na uwezo mkubwa na tegemeo kubwa kwa wana wa Israeli, lakini mtu mmoja tu, mwanamke mmoja Delila, aliangusha ile kusudi na akapoteza matumaini ya Israeli. Kwa hiyo uwe makini sana mtu wa Mungu ambao unajua umebeba maono, ambao unajua umebeba agano, ambao unajua una ahadi na Mungu, una mahali Mungu anataka kupeleka kufikisha. Uwe makini sana na aina ya watu ambao wanakuja kwenye maisha yako, maana wengi wao ni maagenti ili wakuangushe usifikie maono Mungu amekusudia. Kwa hiyo make sure unakuwa namna hiyo, unakuwa selective kwenye marafiki. Mtu wa pili ni Yehoshafati. Biblia inasema kitabu tusome kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati ile ya pili mstari wa 20:35. Mambo ya Nyakati wa pili 20:35. Biblia inasema kwamba baada ya hayo Yehoshafati mfalme wa Yuda akapatana na Ahazia mfalme wa Israeli, naye huyo ndiye aliyefanya mabaya mno. Sikiliza, Biblia inasema mfalme Yehoshafati ambaye Mungu ametoka kumshindia vita hapo juu. Tukisoma Wafalme wa Mambo ya Nyakati wa pili 20 kuanzia mstari wa kwanza kuja huko chini mpaka mistari ya 18 huko, Mungu anamtetea Yehoshafati sana, anawapigania vita wana wa Israeli kwa jinsi ya tofauti ambayo ya ajabu sana. Lakini ukishuka chini, Yehoshafati anaamua kufanya urafiki na mtu ambaye alikuwa ametenda matendo mabaya. Mtu wa Mungu, unapofanya urafiki na mtu ambaye aliokoka, hajaamini, haujui anachokitenda nyuma ya pazia. Sasa unapoambatana na mtu wa namna hiyo, kama huyo mtu ana adhabu ya Mungu, kama huyo mtu ana pigo la Mungu kwenye maisha yake, na wewe unajiingiza kwenye hilo pigo automatically unaingia kwenye mtego ambao hukutakiwa kuingia. Sikiliza, Yehoshafati mfalme alijiingiza kwenye urafiki na mtu ambaye tayari ana pigo la Mungu, na mtu ambaye ni chukizo mbele za Bwana. Akaamua kufanya naye biashara ya kusafirisha mizigo. Yehoshafati mfalme akajiingiza kwenye biashara na mtu ambaye amekataliwa mbele za Mungu, na mtu anatenda mabaya mbele za Mungu. Ujifanya nini? Mungu jifanya akavunja kazi ya mikono yake. Mtu wa Mungu, usije kujikuta unafanya kazi ya hasara kwa kuingiza mtaji wako na mtu asiyeamini, kwa sababu huwezi jua nyuma ya pazia anafanya vitu gani, na hivyo vitu vimefika mbele za Mungu kwa kiwango gani, na ni hasira kwa Mungu. Huwezi jua Mungu amemvumilia kiasi. Unaweza ukaingia kwenye maagano na mtu ambaye, unaweza kuolewa na mtu ambaye mbele za Mungu ni chukizo, ni Amaleki. Yaani Mungu alikuwa ameshamwandikia mauti, wewe unajipeleka mkumbo. Unaona hapo umepata ndoo, unashangaa baada ya ndoo siku 3 hakuna kitu tena. Nini maana yake? Kwa sababu umeenda kuolewa kwa Amaleki. Mungu anasema Amaleki hataki kuishi. Nini? Unapoambatana na watu ambao sio sahihi kwenye maisha yako, unajiingiza kwenye tanzi, unajiingiza kwenye mambo magumu. Mwisho wa siku atakuja akushinde mambo, ubaki